Bwana, lile swali kubwa na zito ambalo wana michezo wengi tulikuwa nalo ya kwamba tunaweza kumfahamu lini MVP wa msimu uliopita wa msimu 2024-2025 wa ligi kuu soka ya Tanzania bara. Hatimaye hilo swali limejibiwa, na hili swali limejibiwa na bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB kwa kutangaza rasmi kuwa tuzo za ligi kuu za msimu huo zitatolewa mnamo Disemba 5, 2025 katika ukumbi wa Superdome Masaki jijini Dar es Salaam. Tuzo hizo zinatarajiwa kuwa na heshima na pongezi kwa wanamichezo, makocha na wadau wengine wa ligi walioonyesha kiwango bora na mchango mkubwa katika nyanja mbalimbali za michezo kwa msimu uliopita. Kwa mujibu wa TPLB, hafla hiyo ni sehemu ya jitihada za kuenzi vipaji na kuongeza motisha kwa wachezaji na timu katika ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini washindi watapewa tuzo zinazojumuisha zawadi, medali na heshima za kipekee kutokana na michango yao katika maendeleo ya ligi. Lakini pia bodi ya ligi kuu imetoa mwaliko kwa wadau wote wa soka nchini, mashabiki na wanahabari kushiriki katika hafla hiyo ya heshima ya michezo. Lakini sasa bila kusahau ya kwamba tuzo hizi zimelenga kwenye vipengele tofauti, na moja ya vipengele ambavyo watu wanavisubiria sana kama vile ambavyo nilisema, tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu ambaye ni MVP, ambapo tuzo hii ni atapewa heshima kwa mchezaji ambaye aliyeshikilia kiwango cha juu zaidi kwa msimu mzima. Kwa wale wachezaji ambao sisi tuna debate kati ya Ahoua au Pacome ni nani ambaye atastahili kuondoka na tuzo hii, ni kufahamishi tu kwa msimu uliopita Ahoua yeye ni mfungaji bora akiongoza klabu ya Simba kufunga magoli 16 kwa msimu uliopita. Lakini kwa upande wa Pacome Zouzoua, yeye amefunga magoli 12 kwa Dying Africans kwa msimu uliopita. Kwa hiyo hapo unaweza kuona utofauti. Ahoua amemzidi Pacome Zouzoua kwa idadi ya magoli 4. Lakini vile vile kwenye rekodi nyingine sasa ya assist, Pacome Zouzoua yeye ana assist 9, lakini Ahoua na yeye pia yuko na assist 9. Kwa hizi numbers hizi Ahoua amemzidi Pacome, lakini tunafahamu kwa MVP haziangaliwi tu numbers, vinaangaliwa vitu vingine zaidi. Kwa maana hiyo utakuwa ni mchuano mkali zaidi pengine, ndio maana unakuwa ukiibua maswali mengi tofauti, kwa sababu watu wengi tunafahamu ya kwamba mchezaji ambaye huwa anapewa MVP huwa inaangaliwa pia huyu mchezaji ameisaidia nini timu yake, na baada ya kuisaidia timu yake imeweza kuachieve nini kwa msimu huo. Na ukiangalia kwa msimu uliopita Dying Africans ilifanikiwa kuondoka na ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo huu mchuano ni mkali kweli kweli. Lakini mbali sasa na tuzo hiyo ya mchezaji bora wa ligi kuu, atapewa pia kocha bora wa ligi kuu, na huyo ataangaliwa zaidi kwa kuthamini mbinu, uongozi na mafanikio ya timu. Tunarudi kule kwenye MVP. Lakini klabu bora ya ligi kuu pia ni moja ya tuzo ambazo zitatolewa, ambapo hapa wataangalia kwa timu ambayo ilionyesha mshikamano, ilionyesha ushindi, lakini vile vile ushirikiano bora, na bila kusahau tuzo ya mshambuliaji bora, ambao hii ndio tuzo ambayo siku zote inakuaga ni open zaidi, kwa sababu mchezaji mwenye magoli mengi ndio anaondoka na hicho kiatu cha kutambua mchezaji ambaye aliongoza kwa kufunga mabao mengi zaidi. Na kwa hilo tunafahamu Charles Ahoua ndiye mchezaji ambaye aliongoza kwa kufunga idadi mengi ya magoli kwa msimu uliopita, na kwa maana hiyo yeye ndiye ambaye ataondoka na kiatu cha mfungaji bora kwenye msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa mimi nikuachie swali. Kwenye hii tuzo ya MVP, kwa hizi record ambazo nimekutajia ya Charles Ahoua pamoja na Pacome Zouzoua, wewe unaweza kumpa nani, au nani unaamini anaweza kuwa MVP wa msimu uliopita kwenye ligi kuu ya Tanzania? Mimi naitwa Justa Julius na hii hapa ni PMTV. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii.